mimi ni muumini wa maendeleo, si ndio? Na ndio maana Wananzega vijijini mmeshirikiana na mimi mkanipa kura za kishindo za ndio, ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na wale wananchi mlipofika, tumeshirikiana na nyie kwenye makanisa, mikitiki na shughuli mbalimbali za jamii, si ndio? Sisi wananchi wa Nzega vijijini kwa wingi ni wakulima na wafugaji, kwa uchache ni wachimbaji wa madini, si ndio? Ameongea waziri wa kilimo hapa na walionitangulia kuongea mimi, ahadi kede ambazo zimeainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi na madiwani tushirikiane kuwaelimisha jamii jinsi ya kutumia majosho hayo, na nitasimama katika mabaraza ya madiwani, na mimi ni diwani, papatikane elimu kutoka Wizara ya Mifugo jinsi ya kutumia majosho hayo na kushirikisha watu katika nyadhifa zao mbalimbali, kutoka ufugaji mdogo hadi ufugaji mkubwa. Chini ya uongozi wa Jemidari Samia Suluhu Hassan, kulikuwa kuna hifadhi ya Kigosi kule Geita, ambayo ilichukuliwa eneo dogo, wakapewa wachimba madini, zikagawanywa leseni za uchimbaji mdogo mdogo. Nitashawishi kupitia Wizara ya Maliasili na Kilimo tuweze kukatiwa eneo dogo, tufanye shughuli zetu za ukulima na ufugaji katika eneo dogo la hifadhi, kwa sababu hifadhi ni kubwa na wananchi wa jimbo hili kweli wanakwenda kufanya kazi kule. Kuna taharuki kidogo kati ya walinzi wa hifadhi ile na wananchi. Tukija upande wa maji, ilani hii imeainisha maeneo ambayo utafungwa mfumo wa maji ya Ziwa Victoria, maeneo ambayo yatachimbwa visima virefu kwa ajili ya matumizi ya kilimo, mifugo na nyumba. Nidokeze, wenzetu wa Nzega mjini walivuta maji ya Ziwa Victoria kwa ubunifu mkubwa alionao kaka yangu Hussein Mohamed Bashe. Mimi kwa kuwa ninaamini katika kuona mazuri yaliyofanywa na kuyaboresha zaidi, nitashawishi kupitia baraza la madiwani tuweze kupata mfumo ule kwa zile kata ambazo ziko karibu na mfumo, yaunganishwe maji kwa wingi. Nataka niongee kuhusu watumishi. Watumishi wa serikali, kuna changamoto ambayo wananchi, nimetembelea hospitali kadhaa na taasisi za serikali, unakuta watumishi ni wachache. Ndugu Mneki, watumishi ni wachache, kuna sababu nyingi za kiuchumi, si ndio? Na kuna watumishi ambao wanajitolea. Nitashawishi nikiwa na madiwani, pakitokea fursa ya ajira, wale wanaojitolea watakuwa kipaumbele kupata zile ajira, kwa sababu wako eneo husika na wanajitolea kufanya kazi. Nataka nizungumze, ameongea Mneki, ameainisha barabara ambazo ziko chini ya TANROADS. Ameainisha barabara ya Ziba Puge ambayo ni barabara iko katika jimbo hili. Barabara hiyo ambayo iko chini ya TANROADS, na kuna barabara zingine ambazo haijaainishwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Nitashiriki na madiwani na serikali na nyie wananchi, barabara za TANROADS zipandishwe daraja ziwe kiwango cha changarawe kama ilivyoongewa kwenye ilani hii. Na kuna barabara ambazo ni za TARURA ambazo mimi na madiwani tunataka ziwe zinapitika kiangazi masika. Tutashawishi halmashauri kupitia ubunifu aliotufundisha kaka yetu Hussein Mohamed Bashe. Pesa ya maendeleo inapatikana Dodoma, nitaungana naye mimi, atanipa mbinu ya kuhakikisha barabara zile zinapitika kiangazi na masika, aidha kwa changarawe au zitakazopandishwa daraja kuwa barabara za kiwango cha lami.